Naam, hii ni michezo wana Chapesa Media. Tunawaleteni habari za kimichezo zilizojiri siku ya jana katika viwanja tofauti hususani ni kule jijini Mbeya uwanja wa Sokoine na hapa KMC uwanja wa Halmashauri ya Kinondoni. Kikubwa zaidi ni mchezo ambao ulifanyika kule Mbeya. Maisha kwa nunge ya 0-0. Sifuri bin sifuri. Wagalatia jana wanapumulia gesi. Nikaona sio mbaya nikutane kwanza na mzee wangu. Tuongelee kidogo japokuwa wanalunya saa wake leo wanakupiga mwingi hapa ndani ya Benjamin William Mkapa, lakini tuagusie kule kidogo. Habari mzee wangu? Namshukuru Mungu mimi si jambo. Kwema kabisa. Kwema. Naona umekula uzi wako. Nimekula uzi huu. Diadola, Deiruti bwana. Au Diadola umtaki? Mimi simjui huyo. Mimi najua Deiruti si ndio alimleta pale? Diadola uliomuona pale. Hii Deiruti hapa, Deiruti. Nimekwenda nao benki huu, nimekula mkopo. Bwana. Nimekula mkopo afu nimevaa jezi yangu. Hii jezi unaingia nayo popote, hata Ikulu unaenda nayo shekhe. Tofauti na ile ya mtoko? Ile ya mtoko wapi bwana? Hii jezi kali babu. Kuna ya mtoko? Ya mtoko iko kwa mama. Hii ya nini? Hii ya kuendea benki. Hii jina lake la kuendea? Benki. Ile ya nyumbani. Ile ya nyumbani ile. Nikajua ile ya mtoko. Ile ya nyumbani yote. Nyumbani Imekaa imetulia. Imetengenezewa henga imetundikwa. Na maana nikiingia nakutana naye usoni. Sasa leo naenda kupanga mipango, naambia toa jezi hiyo hapo. Weka yangu. Naweka ya kwangu juu hapo. Namuona mwamba huyo hapo. Niambie ndugu yangu. The side bwana safi. Hivi bwana tuongelee kwanza mchezo wa jana uliofanyika pale jijini Mbeya. Kiwanja cha Sokoine. Ndio. Wagalatia dakika 90. Bila kwa bila. Sio matarajio na sio malengo. Wakandagizi mchezo wa jana. Unauzungumziaje pengine mzee Saidi? Maana mama huko uliko leo nyumbani sijui itakuwa. Jana doa mpaka nilimuonea huruma. Doa mpira ulikuwa unamkimbia. Kila kiweka mpira ule kule. Baada mpira mkimbia yeye ila yeye unamkimbia mpira. Mpira unamkimbia kila kiweka mpira ule kule. Hata mwisho nikaona anatikisa kichwa nikamwambia bado. Hivyo ndio viwanja hivyo. Shida nini sasa? Unajua ngoja nikwambie. Shida watu wanashindwa kuelewa kitu kidogo sana. Na haswa watu wa Yanga. Mimi siwacheki Yanga. La ilaha illallah. Kwa sababu mimi nikiwacheka Yanga wananifumua. Sasa mimi nawacheka nini? Kila ukija wanakubandua. Afu wewe unawacheka. Unacheka kitu gani? Huwezi kucheka kwa sababu wewe unawafunga. Wanakubandua na ukiwacheka wanakuambia subirini. Ndio maneno yao, mje mle tena zingine. 13. Kule siku ile tulikula kimoko. Wanakuambia tutaongezea dozi kidogo sababu mna maneno. Mnaombea sana, nyinyi watu wa Simba mnaongea sana. Shida kubwa iliyopo pale, hili niliwahi kuliongea. Ndio. Mimi kocha sintomuongelea. Una shida na kocha? Mimi kocha sintomuongelea. Kocha atajuana na uongozi wao na benchi lao la ufundi, wao ndio wamemleta, kama kumtimua wamtimue, kama yupo watajua, lakini iko hivi. Niliwahi kulisema hili. Nilistaja Simba, nilistaja timu tatu. Simba, Yanga, Azam. Hawa wanaleta wachezaji wenye quality. Wanatoka katika viwanja ambavyo ni vizuri zaidi. Vinafanana na Benjamin William Mkapa. Vilivyo vingi. Vinafanana na Azam. Vinafanana na KMC. Kiwanja kilichonyooka, kina mangongo. Maka pale jana pale Yanga pale utafikiri walikuwa wanatutika kuna viwanja vingine watu wanashindwa. Kulikuwa kama kuna matuta yani. Pale hata nani apiti kiboko apiti pale. Mashimo mengi, si miguu mifupi anatumbukia. Kwa hiyo watu wa vile kama vile waviangalie na wenyewe. Mimi nawashangaa sana watu wa Yanga wanapiga kelele. Sawa, pigeni kelele. Mnajua kosa liko wapi. Kwa hiyo kosa mimi lile siwezi kuwalaumu kwa sababu kwanza uongozi wao wanawasikiliza. Kwa hiyo hata wao ukiwalaumu unawaonea. Wale wanachokitaka wanapewa. Sio sawa na sisi huku. Sisi tunachokitaka hatupewi. Tunahangaika tu. Tunapiga kelele hamna chochote cha maana. Lakini wale wakisema wanasikilizwa, na usishangae wakasikilizwa likafanywa kazi la kusema kwa kwamba kocha sisi hatumuelewi. Kuna nyimbo zilikuwa zinaimbwa pale baada ya mechi kuisha. Hatumtaki. Na ule ujumbe mwenyewe mwenye timu bosi yupo pale uwanjani pale na kayasikia.
na yule msikivu, yule kiongozi ni msikivu, na sio kama eti kwa sababu amenialika kwenye futari. No, yule kiongozi ni msikivu, anajua washabiki wake wanataka nini ili kusudi ni wafurahishe. Kwanza tu kumfunga Simba, hilo ni furaha kwao, na ndio furaha kubwa kwa, na ndio furaha kubwa Tanzania. Tuwapelekee wao binafsi, wanaishi. Wewe unaona wanakumbuka wewe unaona hata wanakumbuka ligi ya mabingwa tuliharibu? Hawakumbuki, lakini wanakumbuka mtani tumemshamfumua mara chungu mzima. Wao wanahesabu idadi. Na uwezo wa kuvunja historia itakuwa ni ngumu. Ngumu. Wewe utavunja historia mara 6, utaipata wapi wewe? Kwani unafikiri wale wajinga wenyewe? Kwa hiyo wao wanashindwa kuelewa experience ya wachezaji wa Simba, Yanga, Azam. Vile viwanja hususan wanashindwa. Na nataka nikukumbushe kitu kimoja. Yanga walikuwa wana process mpira kuanzia nyuma. Ndio. Wakifika katikati mpira unapotea. Unajikata hapa. Unajikata. Kwa nini? Huku nyuma kuna Dickson Jobu kazaliwa kwenye vile viwanja. Ndio. Kuna Baka kazaliwa kwenye vile viwanja. Kuna Mwenda kazaliwa kwenye hivi viwanja. Kidogo na Boka anaweza kawa anafanana sababu alishacheza kwenye hivi viwanja. Ukija pale kuna Mama Dumbi asijui. Ukija pale kwenye yule mwenye malasta, umeshindwa kutembea na vile viwanja. Ile pichi imewakataa. Yaani sio Yanga wameshindwa. Pichi imewakataa wachezaji wa Yanga. Kwa changamoto kubwa kwa jana ni uwanja. Ni uwanja ambao ndio kiko safi. Kikosi wamecheza mchezo mzuri kabisa. Kikosi wamekiharibu lini? Narudia tena swala la kocha, wao wenyewe ndio wanajua. Mimi tangu nimeanza kupiga kelele sijawahi kusema Simba wamwache kocha. Sijui unanielewa. Sijawahi kusema kwa sababu ile ni kazi ya mtu. Na ile ni ajira ya mtu. Sasa wenye Yanga yao wameona kwa kwamba labda yule kocha hawaendani naye katika mazingira yao, wao washabiki wana hiari ya kupiga kelele. Acha wapige kelele. Na ndio maana nimekuambia uongozi wao unawadekeza, wataelewa kwa washabiki wetu wanahitaji nini. Sasa hivi ninavyokuambia kuna mtu amekuja anaonekana mjini hapa sana. Sawa, ana mzee Saidi. Saa 8 mchana akaonekana uwanja wa ndege. Sasa huwezi jua nini kinachoendelea. Anazunguka hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo huwezi kuelewa. Na timu sijui kama imesharudi Mbeya. Bado yuko Mbeya. Kwa hiyo hapa katikati kuna jambo tutalipata. Kwa hiyo kwa hali halisi ya jana mimi sishangai. Viwanja vyetu ndio vilivyo. Wewe umeona Yanga walikuwa wakiweka chini wanashindwa kutembea, wale wanabutua, wananyoka. Kama kulikuwa kuna fullback huku sijui ndo aliambiwa na yule kocha wake, wewe bana ukiupata usipige chenga wala usikokote, wewe inua tu kinu. Kocha wao Malala ya Msidi. Wewe ukipata inua kinu. Na wale wao walichokuwa wanatafuta draw. Kwa hiyo narudi tena katika vitu vitatu vile nilivyokuambia. Simba wanatafuta wachezaji wenye experience, Yanga, Azam. Hawa wachezaji usifikiri wajinga. Wanakuja wanajua tuko katika timu kubwa. Tunakutana na timu ndogo ndogo. Hawa wanatupania. Wale wadogo. Mimi nikiumia miezi yangu 3-4 tayari ishapotea. Kwa hiyo kama ulikuwa unaona watu walikuwa wanaingiza miguu kwa akili sana. Ndio maana unaonekana kama Yanga wamezidiwa, lakini wale walikuwa wanaingiza miguu kwa kutumia akili. Wale shehe walikuwa wanangoa visiki. Sasa wewe mtu yuko mbele yako unapiga mpira, si unamuua mwenzio? Kweli. Kweli kabisa. Unategemea nini? Limpira pu. Wewe wanacheza mpira kwa kutumia akili. Wenzetu wanacheza kwanza, wenzetu safa yao wanafundishwa kukuziba nafasi. Sio mtu na mtu. Wewe unaona ndio maana wanapata tabu kwenye ile beki. Ile beki ya Yanga ile, forward wa mbele wale wanapata tabu. Haya, Mbida nimemwona yuko huko na jina lake limeandikwa Mbida. Kana uwasha vibaya mno. Mzao kwenda Saudi. Sasa na anaupiga mpira. Wewe huyu uliosema hafai. Na ndio maana nilikwambia viongozi wa Simba kuna wachezaji wengine wamewaacha kwa hasira kwa kutukomesha sisi ambao ndio tulikuwa tunawasifia. Mbida yule pale, nyinyi mnasema kanenepa. Mwingi tu. Kwani usimpe mazoezi mchana, asubuhi, jioni kama vile daktari? Pigisha diet. Yani daktari anakuambia asubuhi, mchana na jioni. Na wao wangetoa dozi hiyo, si angepungua? Angeendelea kutusaidia. Hata sasa hivi tunakamatana. Na bado mimi nilikupa kodi mapema. Watu wameshaanza nongonongo. Yule bwana yule mbona hatumuelewi? Aya wewe tulia. Mapema hii.
mbona yule mtu si atumuelewi? Nikasema tayari kinaanza kuwaka. Tayari kinaanza kuwaka. Mambo yashaanza kuchangamka. Tena dirisha dogo, lete mtu, toa yule. Umeona hiyo kazi? Unachukuaje ubingwa hapo? Uwezi. Yanga wajanja. Lakini kuna baadhi huko wanakuambia kulingana na jana Yanga kukosa pointi 2, 3. Maana pointi 2 kasikapoteza, kapata moja, sawa. Tayari huku upande wenu mzee Saidi, uwezekano wa kuanza kuwa na matumaini ya nyinyi kumshusha Yanga upo. Kaka. Anaisema maneno hayo nani? Wapo baadhi ya mashabiki wa Simba huko kwenu. Bana Yanga ashuke alafu pointi 2 alizozikosa. Mwaka jana Yanga alianzaje? Hebu subiri. Mwaka jana Yanga alianzaje? Mwaka jana mechi ya 4 nakumbuka anapoteza Yanga. Mechi ya 4. Basi tukae kimya. Wewe achana na uongozi wa Yanga wewe. Uongozi wa Yanga unajua kutafuta matokeo. Wewe jopo zima unaona limekaa pale Mbeya alafu wewe unasema vitu gani? Wale wameona tumekwama wapi? Na nini kifanyike? Siku ile wanacheza na Simba pale mpaka half time draw. Jopo zima liliingia kule kwa wachezaji. Kilichokuja kufanya nyinyi jopo zima liliingia kule, watu mmekaa mmeshikilia matama kama mnaumwa. Walienda kumaliza kabisa. Walienda kumaliza. Oya nyinyi mnataka tutukanwe sisi au mnataka sisi tuzomewe? Hao wote mnaoona waliovaa nguo za njano wametufuata sisi hao. Mnataka mtukoseshe raha mjini hapa? Gwaki moja. Nendeni zenu mkalale. Usitumeenda kulala. Wale viongozi wa Yanga babu, usiwasemee viongozi wa Yanga. Watu wa mpira wale babu. Mimi nakwambia Chapesa na kushika bega hili. Utakuja kuniambia. Mwaka jana Yanga kafungwa mechi 2. Sisi hatujafungwa mechi hata moja. Jamani mwe mnakumbuka. Kipindi hicho si mwaka jana tu. Kabla ile ya kufungwa na Yanga. Kabla ya kufungwa na Yanga. Sisi tumetoka huko tumewapasua watu wote. Tunatoka hapo, tunatoka mechi ya mwisho tunaenda KMC, tunaenda kudraw. Sasa ubingwa mnauacha. Wewe bwana, ubingwa tunatoa tena pointi 6. Ubingwa kaja kuuchukua mwenyewe kwangu. Ubingwa nimeuacha vipi? Nimeuacha ubingwa wapi? Si tumefunguzana na pointi 1. Na akasema mimi sikuachii bega tena wewe. Utakaa huko unanichungulia. Hii pointi 1 kaja kaongeza 2, 3, 4. 3 na 4. Wewe vipi bwana? Kwa hiyo mambo yakawa magumu. Mambo magumu. Yanga kaa bingwa, usiwasemee Yanga. Waache. Yanga watu wengine. Yanga wanajipanga. Yaani ile mechi ile wametoa draw ile ndugu yangu wanaumiza vichwa. Draw wanaumiza vichwa. Sisi draw tunashangilia na viongozi wetu. Lakini wao viongozi saizi ninavyokuambia pengine wana vikao. Sasa mzee Saidi, jana ya Wagalatia wametoa draw. Lakini huko mashabiki walichokiongelea wao ni kwa kocha tu. Hawakupigana wala hawakuleta fujo wala kitu chochote. Na waimba tu. Pale viwanja vya Jeshini, vya Coco Beach. Baada ya kutoa draw na Gaborone, mashabiki wenyewe kwa wenyewe mnapigana. Hii mzee Saidi kwani ipo? Mimi nimeshasema mimi. Simba haina umoja. Kama kuna umoja hamwezi kupigana. Sijui unanielewa vizuri. Hivi mimi na wewe tunaelewana tunapiganaje? Haiwezekani. Yaani kuna baadhi ya watu hawataki kuikosoa Simba. Timu yenu peke yenu ile. Kila mmoja na muono wake wa kupeleka taarifa mbaya tu kutukana. Sawa. Usimtukane mtu, umtukanie nini? Lakini toa maoni ya kusema kwamba jamani timu yetu imecheza chini ya kiwango. Tuna matatizo. Na hivi ninavyokuambia pale pana matatizo. Kuna kundi limegamia upande wa pili, kuna kundi limegamia upande wa pili. Vurugu tupu pale. Na ndio maana unaona mambo yote. Na ile kupita tu Mungu katunusuru wenyewe. La ilaha illallah, Mwenyezi Mungu tusaidie, hiyo imepita timu. Lakini pale hamna maelewano. Mimi ndio naikwambia. Hamna maelewano kabisa Simba pale. Watu wameshagawanyika. Kuna wengine wako huku, kuna wengine wako huku. Kuna wengine wanamtaka tajiri, kuna wengine hawamtaki tajiri, wanamtaka mwingine. Tayari mashajiwekea matabaka tayari. Na ndio maana sasa kishaona uongozi umeshakuwa vile, basi ujue kwamba hata mashabiki na wenyewe wanajigawa. Ndio kuna mashabiki wengine wanapiga wenzao, mashabiki wenzao. Ndio hiyo nimekwambia timu haina umoja sasa hivi. Na hakuna mtu wa kuweza kurudisha umoja kwa sababu hakuna mtu anayekemea. Ikiwa nyinyi huku ndani ya muelewani, nje wataelewana? Ni ngumu. Tutakuwa na shida bado. Yaani kwa kitendo kile cha kupigana mpaka uongozi wenyewe uelewani. Kitendo kile. Kwa sababu hakuna hata kiongozi mmoja wa Simba aliyetoka na kukemea. Nyinyi watoto wa mtu mmoja kwa nini mnapigana?
Shida kubwa tulionayo ni kutokuwa na umoja tu, na ndio maana matokeo yake tunaanza kupigana na mabao. Unamtutika mwenzio na mabao kama unaponda nyoka. Kisa Simba. Unaizungumzaje hivi wewe umeikuta. Mimi nimeikuta. Walioianzisha wote wamekufa. Kila mmoja analisi mapenzi. Kila mmoja amelisi starehe. Huyu kachagua starehe Yanga, huyu kachagua starehe Simba. Wote tuheshimiane. Mimi nikiwa natoa mawazo yangu yanahitaji kuchukuliwa, yanahitaji yasichukuliwe. Ni kweli. Umenielewa? Wewe ukiona kwa kwamba huyu mzee mpuuzi pita. Unaona yanafaa? Unaona yanafaa, angalia. Haya maneno kayasema mpaka msemaji wa Simba. Hatujacheza biliani yetu, hatujaionyesha. Mbona wao hawakwenda kumpiga, wanaenda kupigana kule? Ndio ujue kwa kwamba klabu haina umoja. Lakini umoja tunaousisitizwa na viongozi wetu, huyo tajiri yetu ndio huu. Tajiri siku moja alisema kwenye vyombo vya habari, kutana kwenye mkutano, watu wa Simba tuache unafiki. Bosi mwenyewe tajiri. Ipo hiyo. Watu wa Simba tuache unafiki. Wewe inafikia sehemu mnaenda kupigana. Haya, Yanga wametoa draw pale, wamepigana. Kuna zaidi ya kelele tu za kusema kelele kwa kwamba wameimba hatumtaki kocha, hatumtaki kocha. Hao wanatoka wanaenda zao. Hiyo ndio slogan ya umoja. Mnakikataa kitu kwa umoja. Lakini kwa hoja. Katika mchezo wa jana inaonekana kuna faulo mbili zilizochezeka kote. Sawa. Lakini refa kuzifanyia kazi. Ipi na ipi? Ibrahim Baka aliweka ule mguu kama katika boksi kabisa. Lakini refa alipeta. Sawa. Na huku pia kwa Mbeya City na mchezaji aliugusa. Lakini refa kulifanyia kazi. Sasa iko hivi. Huku imetokea kwenye mkono. Huku kwenye mkono Mbeya City. Huku Ibrahim Baka alimwekea mguu mwenzi mchezaji wa. Sheria ya FIFA katika sheria zake 17 za kusimamia mchezo wa mpira. Sheria ya penalti. Sheria namba ngapi? Unaweza ukaikumbuka? Uikumbuke. Sasa ile sheria imetungwa kwenye boksi patokewe penalti kama mtu kafanya faulo. Endapo kaugusa mpira au kafanya faulo ya aina yoyote, si ndio? Sasa ina viainisho vyake. Sio kila unapoona mpira umeenda umegonga mkono basi penalti. Sio kila munda inayeenda pale kwenye penalti beki kacheza basi penalti. Ina viainisho vyake, na vile viainisho vyake, yani vile vipengele vimempa mamlaka makubwa refari wa mchezo, yeye ndio aamue je ile ni penalti au sio penalti. Sijui unanielewa vizuri? Nakuelewa. Huenda unaweza ukawa umeonyosha ule mkono kakusukuma mtu. Sasa katika kujitetea umenyosha mkono umeenda umekugonga, basi afunike tu. Ukati umeona kabisa yule kafunika. Haya, huyu naye unaona kwa kwamba labda pengine anataka kupiga tikitaka, mtu kaupeleka mguu. Ndio maana unaambiwa hata hii mipira ya juu kuna kiwango chake cha kupiga na teke, kuna kiwango chake cha kupiga kwa kichwa. Hata mpira wa chini. Uwezi mpira wa chini ukaenda kupiga kwa kichwa, lazima utapiga kwa mguu. Sasa wewe unawekaje kichwa chako chini? Kwa mtu anakufumua. Mtu anakufumua, yeye anakuambia mimi niliona mpira huu. Si unakuja kwangu nikachanganya kichwa cha binadamu na wewe twende. Kwa hiyo hivi vitu ndio maana mimi nasema unapotaka kuliongelea jambo kwanza ingia katika sheria zile 17 za FIFA. Wanasema zivadadue sijui. Au uzifafanue. Ukishazifafanua unajua hii hapa hii iko hivi, iko hivi. Na FIFA wenyewe walikwambia hivi, ili kumrahisishia refari asipate lawama, tunampa yote yeye. Mzigo wa kwake. Yeye mwenyewe. Na ndio maana huwa hata ukipewa penalti sawa, hakuna anayelalamika. Kwani Simba si alipata mapenalti zaidi ya mangapi? 3 sijui kule na Namungo. Ndio. Sasa penalti si penalti, anakuambia penalti. Penalti sio penalti, penalti. Haya vitu vya kawaida kwa marefari kwa sababu wamepewa mamlaka makubwa katika kile kifungu. Dakika 90 zote ni yeye. Dakika 90 zote yeye ndio Pilato wa ile mechi. Alafu ukumbuke yule ni binadamu, wazungu wenyewe wanakosea. Ndio maana wameenda mpaka kuweka viviala imsaidie. Vivi. Ile viviala ndio inayemsaidia yule kwa kwamba viviala bwana njoo.
Sasa ukiweka Viviala Yanga na Simba mmeuana. Bwana mzee Saidi, leo Benjamin William Mkapa, timu lako pendwa mzee Jairuti pale uzi mwekundu unaenda kusimama pale zidi ya Namungo, huku Mgunda huku Matola. Alafu wote sasa huyo Mgunda ile Simba anaijua na ndo nyumbani pale. Matola naye yupo kwa muda mrefu pale. Leo mchezo utakuwa namna gani mzee Saidi? Saa 2 na dakika 15. Niletee kidogo tu. Niletee kitonge kesho. Unachomoka kwanza? Wewe niletee kitengo. Kesho nikoteke. Wewe kesho. Leo naliwekea baka. Wewe kesho nipigie simu. Bana mzee Saidi uko wapi? Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tutafanya kazi mimi. Guardiola mnene unamjua? Namfahamu vizuri sana. Namfahamu na ulimhitaji aje? Namfahamu tangu anacheza mpira mzee wangu yule. Mzee Mgunda. Tangu anacheza mpira kakaangu Mgunda. Yule hawezi kuwa mzee wangu, ni kakaangu. Hawezi kuwa mzee wangu yule. Kwa sababu Mgunda kijana shababi anacheza mpira mimi namuona. Sawa. Mimi namuona yule. Anavaa kikaptula. Wewe unapambana. Mimi sisi tunaingia wao wanatufukuza toka. Sisi tulikuwa tunaenda shekhe. Sio kama sasa hivi. Zamani walikuwa mapumziko wanakaa nje tukiwanjani. Sheria hizo zilikuwa sisi tunatoka pale tunawafuata. Tulikuwa tukatazwi shekhe. Unaenda pale tena unaweza kaenda ukanyata ukaenda ukakaa naye karibu yani. Afu yeye anaweza kaa na kuchezea kichwa. Anamsikiliza kocha yeye anakugusagusa anakugonga zamani. Lakini sasa hivi subutu watoto watapita wapi? Kwanza akiingia tu tayari faini. Fanya mchezo nini? Kwa nini uende? Ndio ujue mpira una starehe kubwa. Una heshima. Na ndio maana nilikwambia kaptula. Juzi nilikuuliza wewe, nilikwambia hivi, kaptula na suti kipi kina thamani? Suti. Suti ingekuwa ina thamani, si wangecheza nayo mule uwanjani. Kaptula ile starehe. Kaptula na soksi na kiatu. Tena unakaguliwa. Vimeenea. Suti nani anakukagua? Suti unaweza ukatembea hata barabarani umevaa unaenda. Kwanza ukitembea barabarani umevaa soksi na kiatu cha mpira na soksi ya mpira na bukta, watu watashangaa huyu anaenda wapi? Suti nani anakushangaza? Unajua vazi la kawaida tu hilo. Ile vazi lina heshima yake kaka, ukilivaa lile sio mchezo. Sio na kushangaza ndio nakwambia hivyo. Ile ni starehe nyingine kabisa duniani. Na ndio maana unaambiwa kuna mtangazaji mmoja alikuwa anasema machizi soka. Yani ule mpira unaweza ukakudatisha wewe kama unatembea peke yako unaongea barabarani. Yule kachanganyikiwa kumbe mpira. Unafanya mchezo na mpira nini wewe? Kweli. Wewe acha wewe. Kama Budo anapopambana mle uwanjani. Si mchezo. Sasa unamwona anapotembea na wewe Budo unampenda kweli. Maana huwezi kufanya kipindi bila kumtaja yule. Mimi nampenda Karabwa. Karabwa. Au siku hiyo walikuwa wanacheza ile siku waliocheza hawana mashabiki. Karabwasi alikuumiza. Hamna, ndo mpira. Huwezi kumlaumu. Ngenge chuma nyingine pale simngeanza lawama. Hatutaki. Wala mrudishe Chameloni. Chameloni na ngemkuta hayo. Kwanza kuna moja ilipigwa vile tena nikasema mama wewe kwa afua. Mama we mke wangu ananiuliza mama we nini huko ndani? Na mimi ndugu yangu. Yeye huko anatega ili ufungwe achike. Likapaa juu. Yule mchezaji naye pipa na mfuniko kaenda kalipiga likatoka nje nikasema afadhali. Alikuwa ametenga kwenye ile eneo lote alikuwa kakaa yeye. Kwa hiyo umeiona Jiji Diala aliyoiokoa jana? Ilikuwa twende ile. Sijui ndio ingefungua ungeimba nini wewe. Wale mimi naona ungebaki mule mwisho za dakika za jioni ile. Yule refaria anaitwa nani? Jina lake limenitoka yule mtoto bwana. Yule mtoto anaga mazongezonge yule. Yule. Hamna cha kusema Kibendera yani yule alitoka safi kabisa. Yule akikosea bahati mbaya, huwezi kumfananisha na Kayoko. Mimi nakwambia kweli Kayoko sio refa yule. Sio hakuna kunifunga goli moja. Kayoko sifa yake ni kutoa macho tu. Anamwagiliza nani? Anamuigiliza nani yule? Na usiifute uipeleke aione Kayoko. Mimi nilimwambiaga pale Kayoko si hatukutaki uchezeshe mechi za Simba na kazi ya Kayoko nini? Kazi ya Kayoko zake nini? Kazi yake kutoa macho tu. Anatoa macho utafikiri ndulumundu. We nini? Lakini unajua kama katika begi ya kafu yupo. Atajijua mwenyewe. Kafu lini ameenda kuchezesha kafu? Sikaenda mwenzie na nilimwambia. Nilimpa usia Alajiga yule. Lakini Alajiga nimempa usia akikutana na Simba katoa macho. Kaka huko utafikiri kama ajui mzee Saidi alinipaga usia nisimamie sheria. Ulimwomba ili akubebe. Sasa kumbe wewe unashindwa. Fanya draw. Peleka draw. Sasa sheria akitokea
unamwangalia linesman kama umuoni, afu unamfuata kama vile unaenda kumkolomea. Kumbe mzee Saidi nakumbuka hapo. Kwa nataka kuzungumzia klabu yako natakiwa ile ya Mambeleko. Sawa. Sasa tumegongwa sana na Yanga. Wao kwani marefa wenyewe haoni? Kidogo na mimi. Nimechoka kugongwa kila siku. Wewe kila siku unafunuliwa wewe tu bwana. Yanachosha. Yanauma. Yanaumiza. Kila ukija tu unajua leo sijui. Ila leo naona una furaha. Sijui kwa vile Yanga fulani mimi nimekuambiaje kesho. Pila lenyewe watu wa Yanga wametoa draw kule. Na si kwenye picha nyumbani, nyumbani. Umekimbia KMC umerudi wapi? Nyumbani. Uwanja nyumbani. Nyumbani Haya. Mimi sisemi chochote mechi. Kuna mazonge pale. Kuna jipya. Mimi sitaki. Unalifunika. Mimi nalifunika, niletee kitonge kesho. Asubuhi wewe nipigie simu, mzee na kuhitaji na kuja mwenyewe. Bila shaka. Lakini saa hizi sitaki. Na Mungu wale. Guardiola mnene yule. Wala Guardiola mnene. Wewe afagi suruali wala kadeti. Wewe ni jinsi tu. Wewe ni jinsi tu. Jinsi yake aketinga pale. Hapo umemsikia jana alipokuwa anaongea? Sijaelewa. Sema mimi nimetoka Luangwa kuja kucheza na Simba. Kwa hiyo nacheza na Simba. Nitawaheshimu kwa ukubwa wao. Ogopa sana neno hilo. Nitawaheshimu kwa ukubwa wao. Lakini wakikaa vibaya mimi napeleka moto. Ndio maana yake. Kabisa. Ndio maana yake. Nimemwona Matola pale kaongea, akatembea zake, akamchukua bana hizi timu zetu hizi kubwa hizi. Akamchukua yule fullback aliyotoka na Mungu ndio kaenda na kocha. Nani? Mligo. Na Anthony Mligo ndio kaenda kuongea pale. Mwenyewe anajitabanaisha, naambia wewe uko Simba wewe. Shauri yako. Taondoka bila kuaga hapo. Kwa hiyo jana mzee Saidi, tukimalizie na kikosi cha Yanga kilichocheza jana, huenda pengine wangecheza wazawa, ina maana Yanga wangewapelekea ushindi, au ile nayo ilipelekea kucheza wageni ndio ilisababisha nayo kutokuwa. Sasa ile ni maamuzi ya kocha, kwa sababu huyu kocha wa Yanga ni mgeni. Viwanja vingi vya Tanzania havijui vikoje. Ni mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza. Kwanza ndio mechi yake ya kwanza kwenda mkoani. Mechi zote alikuwa anachezea hapa Lupaso. Sasa kashaenda kukutana na ile changamoto. Kama ataendelea kuwepo Yanga atabadilisha kwa kwamba ni waweke wazaa wenyewe. Jana jamaa yako katembea mpaka nikamuonea huruma. Yule mjomba naye anakimbia jamani. Nani huyo? Huyu fullback wa Yanga huyu. Bwana yule mjomba. Boka. Mwenye miguu. Bwana yaani dwabu. Bwana wewe bwana Boka. Sasa jabu hiyo nini mzee Saidi? Si atua wewe ni dwabu kaishamaliza uwanja. Yaani akipiga hatua zake 10 kaishafika katikati ya uwanja. Akipiga 10 yuko kwenye kibendera. Sasa anatumia moto. Asijui bwana wewe. Yule jamaa anakimbia bwana. Wewe yule jamaa anakimbia. Kuna mpira mmoja alitengenezewa na yule Azizi Andambwile. Nikasema huyu jamaa huyu nywele zile zimesimama namna hii. Nikasema mtume huyu jamaa anakimbia huyu. Ananyoka hivi. Lakini mbio zake sawa tu na Budo. Hata azitofautiane na Budo. Budo anachanganya, yule achanganyi. Yule akichanganya kamaliza uwanja. Haki ya Mungu, Budo anachanganya. Budo mpaka anafika katikati kashawaka. Ila huyu kabla ya kufika katikati hajachanganya. Kaukuta mwisho uwanja. Yule akichanganya vizuri kaka majukwani, yule jamaa anakimbia wewe. Yaani injinieri sisi aliwaza nini kwenda kumsajili yule mtu. Bwana yule jamaa anakimbia jamani. Jukwani tena mzee Saidi. Akia Mungu na tume na kuapia. Yaani yule sema tu ndio hivyo haiwezekani. Yaani siku moja unamwambia bwana muwekee hapo. Alafu bwana wewe kimbia na mpira uone. Yaani yule akichanganya kaishavuka uwanja. Uachi mpira. Anakuwa nao. Tena kama ndio unamfukuza, anakwambia gonga twende ile. Twende tuondoke. Tena anaugonga kama hivi hapa na kule kwa director. Inaondoka hiyo. Tata kishaugonga kule, wewe ndio unaanza kumtafuta. Hapo miguu yake. Unamkumbuka nzile za Mayele anawatangulizia mbele hapo anawagonga kitu. Hapo unajua tulikuwa na beki anaitwa nani? Inonga. Sio Inonga. Nani? Yule beki hatari kuendaga sikumuona. Kapewa pasi bwana Mayele. Yule bwana kageukia kulia baada ya kugeukia kushoto. Mayele likaendea kushoto. Likaenda likaukomba ule mpira likaweka. Alikuwa anaitwa Mohamed Otala, sijui Mohamed Otala.
pigwa 2 na Mohamed Utara yuko ndani. Kaambia huyo sio ondoke. Huyo sio beki huyo. Wewe na Mayele unampa nafasi ageuke. Akaiweka. Sasa yule kama yule unakutana kuna Mayele kuna Aziz Ki. Mnatafutana nyinyi. Kila kikaba mnauma midomo. Akiokoa mnasema safadhali. Yaani midomo yote inatoka pale imevimba. Bwana Mzee Saidi, kuna mwamba anaitwa Mr. Twahili Ali kutoka Lindi yule. Anakuambia bwana, ujumbe wako unavyofikisha wao wanafurahi na wanajisikia amani sana. Zidi kuitetea klabu yenu na muendelee kuwaelekeza baadhi ya viongozi au viongozi wenu ili mutoke kwenye hii maumivu zahama mlionayo mkae kwenye njia iliyokuwa sawa. Na si Twahili tu. Si Twahili peke yake. Huyu bwana yuko Lindi. Sio peke yake. Sio bwana Twahili Ali. Yaani sio peke yake, ni wengi. Ni wengi mno. Ni wengi. Siku moja nafikiri nilikupa story nikikwambia kuna vijana walikuja pale maeneo ya mtaa wa nyumbani napokaa. Walivyoniona walinikimbilia kunifuata. Mzee shikamoo, na mimi marahaba. Kwema. Kwanza mimi mwenyewe nilishtuka nikasema hawa vipi hapa? Wametumwa nini? Nikaona mimi mwanaume ngoja nijiandae. Itakalokuwa mzee bwana sisi tunakushukuru kwa kutufikishia ujumbe. Nikamwambia sasa tusaidiane. Sio peke yangu. Sio peke yangu. Nikiwa peke yangu naonekana kama vile napiga ngoma mwenyewe nacheza mwenyewe. Hakuna msaidizi, tusaidiane. Akasema baba tutasaidiana kwenye mitandao huko. Tutapita. Tunapita huko. Na wenyewe ndio wameziba masikio kama mawe. Bwana, hii ni Chapesa Media, hatuna la ziada. Nilikuwa na mzee wangu Mzee Saidi kuzungumzia michezo, lakini kuna moja kidogo tumalize na hili Mzee Saidi. Singida Black Star. Umemwona mwamba jana? Jana Aucho anatembea tu. Hana habari. Hana shida. Chama ananyumbulika. Chama analendemka tu na mimi Chama wewe 26 upo Singida. Hicho ndio kinawauma watu wa Yanga. Alafu Masanza alisema tunaupiga hapa kwa sababu uwanja ulishatugea mafanikio. Kombe la Kagame? Walichukua kombe la Kagame pale. Na mtahadharisha na yeye Masanza. Atulie Masanza. Kwa nini? Asianze kulipuka mapema. Sasa kama hivi ligi bado mbichi. Wasirikale wanajisikilizia huko. Wasirikale wanajisikilizia. Wasirikale. Wanajisikilizia huko. Ndio kina nani hapa? Wasirikale wao wajui. Wewe ngoja wakurupuke huko. Sasa hizo wanajisikilizia. Yale matokeo sifikiri yamewafurahisha. Wasirikale. Wasirikale wakitoka huko na usirikale wao wakija hapa. Afu mambo kama tena kuna mtu nilimpigia simu nikamwambia safari mnafungwa na Singida, akamwambia akia Mungu aliniambia mtafungwa nyinyi. Na Singida sio sisi. Waserikali. Waserikali waliniambia mtafungwa nyinyi. Waserikali. Sio sisi. Sasa wako huko wamejificha huko. Fanya mchezo nini? Na jana ndio wamechambua wametoa draw. Alafu wamemwimbia na bwana mkubwa yuko hatomtaki. Atoke, atuachie timu yetu. Na leo kama mambo yanaendana Mzee Saidi kodi ulionipaga. Singida Yanga. Azamu Simba leo. Tunaona benchi la ufundi. Leo Singida, leo Simba na Azamu ujue wanakipiga. JKT kule, huko Benjamin. Umekubali? Sisi tunaangalia sio hapa, tunaangalia kule ligi ya mabingwa hivyo. Hivyo. Na huku kwenye ligi na shangaa. Anaanza Simba anafuata Azamu. Huku nako anaanza Yanga anafuata Singida. Siku moja. Siku moja. Ndio ujue hapo. Bwana, hii ni Chapesa Media, hatuna la ziada. Kikubwa tunawaomba wale ambao hamjasubscribe channel yenu pendwa ili muweze kupata habari za kimichezo na burudani katika channel yenu pendwa. Tunawashauri sasa huu ndio muda sahihi kwa upande wenu muweze kujisubscribe nao na muweze kupata habari za notification zilizokuwa original. Hatuna la ziada. Niko na mzee wangu alionipigia uzi wa Jairuti leo, Karabamba Kari. Anakwambia katoka kuombea mkopo, anatoka benki. Ila mtoko ule mwingine anasema ule ni mtoko wa nyumbani, sio mtoko wa kutokea kwenda kuombea benki. Ule mtoko wa nyumbani kule. Nyumbani si anakaa mama. Sasa. Bwana, sisi tunashukuru, asante sana. Bye bye.